Karibu msikilizaji na mtazamaji wa 49 Media. Leo tunaenda kumzungumzia Rais nguli aliyeishi kama Mungu wakati watu wake wakifa njaa. Naye sio mwingine, anaitwa Mobutu Sese Seko, rais wa Kongo wa miaka ile. Yeye hakutawala nchi tu, yeye aligeuka kuwa hiyo nchi. Jina lake alikuwa Mobutu Sese Seko au Kuku Jibendu wa Zabanga. Jina alilojipa mwenyewe likimaanisha shujaa mwenye nguvu zote, ambaye kwa sababu ya uvumilivu wake na utashi usioyumba kwa kushinda, huenda kutoka ushindi mmoja hadi mwingine, akiacha moto nyuma yake. Hata jina lake tu lilikuwa kama ikulu. Wakati viongozi wengine wa Afrika miaka ya 70 walikuwa wakikopa pesa kutoka mataifa makubwa yaliyoendelea ili tu kuweka serikali zao hai, Mobutu alikuwa akiagiza vitu vizuri, ndege ya abiria ya gharama kubwa zaidi kuwahi kutengenezwa duniani, ili imletee mikate kutoka Paris hadi kwenye ikulu yake iliyopo katikati ya msitu. Si mkate wa kawaida, si chakula kwa ajili ya watu wake wanaokufa njaa, bali ni chakula chake kizuri kutoka Paris. Ikulu yake iliyojengwa ndani kabisa ya msitu wa mvua wa Kongo ilikuwa na sakafu za marumaru zilizoagizwa kutoka Ulaya, barabara ya ndege ndefu ya kutosha kutua, ndege ya kijasusi ya mwendo wa kasi, na taa za thamani ambazo zingefanya mfalme wa Ufaransa apate wivu. Wafalme wa Ulaya walikuwa na majumba yaliyojengwa kwa karne nyingi kwa jasho la maelfu ya watu. Mobutu alijenga yake kwa miaka michache tu, akitumia pesa zilizoibiwa kutoka kwa moja ya mataifa tajiri zaidi duniani. Kongo imekalia utajiri wa madini wenye thamani ya dola trilioni 24, kobalti na coltan, dhahabu, almasi ambazo zinawasha simu yako unayotumia sasa hivi. Simu yako imetengenezwa kwa udongo wa Kongo, na Mobutu alihakikisha hakuna mkulima hata mmoja wa Kikongo aliyeona hata dola moja ya utajiri huo. Alimiliki majumba ya kifahari nchini Uswizi, nyumba za kifahari Vienna na ikulu nchini Ureno. Utajiri wake binafsi ulipofika kileleni, alikadiriwa kufika dola bilioni 5, kiasi ambacho kilikuwa sawa na deni lote la taifa la Zaire wakati huo. Mtu mmoja, utajiri mmoja sawa na deni la nchi nzima. Na mataifa ya magharibi, Marekani na Ubelgiji na Ufaransa, walijua, walimpa ruzuku, walimpa silaha, walimpa mkono na kutambasamu mbele ya kamera, kwa sababu wakati wa vita baridi kiongozi fisadi wa Afrika alikuwa na faida kwao kuliko wa Afrika walio huru. Alivaa kofia yake ya ngozi ya chui kila mahali, alama aliyosema ya uhalisia wa Mwafrika. Afrika alipiga marufuku suti na majina ya kimagharibi na kurejea kwenye utambulisho wa Afrika, lakini mvinyo wake ulikuwa wa Kifaransa. Wasanifu majengo wake walikuwa wa Belgiji, madaktari wake walikuwa Waswizi, pesa zake zilikuwa kwenye benki za Ulaya. Mwafrika halisi zaidi katika historia aliishi maisha ya kizungu kuliko hata wazungu wenyewe. Alipoanguka hatimaye mwaka 1997, ikulu yake iliporwa ndani ya saa chache. Taa za thamani zilichukuliwa, marumaru zimenyolewa, barabara ya ndege ilimezwa na msitu. Asili haifanyi mazungumzo na wafalme. Hata huko Malawi wapo wakina Mobutu wengi sana na wanajinufaisha kwa rasilimali za nchi, huku wenye nchi wakijazana darasa moja watoto 100. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.